تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Kabla ya kuanza kitu chochote, kwanza tumshukuru samahati Sheikh Shabir kwa kutukusanya pamoja katika iftari mzuri kama hii. Hii ni moja ya neema kwa kuwa tumekutana pamoja, tumefuturu pamoja, tena iftari katika funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambapo ni moja ya neema kubwa waumini wanapokutana pamoja, na ndipo Mtume sallallahu alaihi wa ali akawa amehimiza kwa nini tufuturishane, hata kama ni kwa ubaya watende, ni kwa maana tukae pamoja, tufuturu pamoja. Na moja ya falsafa ya saumu, kwa maana tunapofunga tujue zile njaa na dharubu za wale ambao hawana, pia tuwe na sisi tukizihisi, tukiishi nazo. Kwa hiyo kumwombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inshallah nyumba kama hii izidishe baraka, baraka, kizazi kiwe na baraka, ni kizazi chema, kizazi inshallah kitakachoweza kuliendeleza gurudumu hili ambalo umelianza kwa uzuri na ufanisi zaidi ya vile ambavyo wewe umeweza kuwafungulia mlango. Inshallah kiwe ni kizazi kikubwa, kizazi chema inshallah, na pia katika maadiyati Mwenyezi Mungu akufungulia milango ya khairi na baraka, maisha yawe mazuri ya ufuraha na utulivu inshallah. A'udhu billahi minash shaitani la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qala ta'ala fi muhkami kitabi: ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul aliyyul azim. Amanna billah la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Kwa kufupisha, sijui tushawahi kujiuliza kuhusu hii aya, kwa sababu saumu inatuhusu sote Waislamu. Kila aliyepiga shahada mbili ni wajibu afunge, lakini hii aya haikusema ya ayuhal muslimuna, ya ayuhal ladhina amanu. Imewahutubu waumini hasa. Kwa nini wahutubu waumini? Kwa sababu kuna aya kadhaa ndani ya Qur'ani, mfano kuna nyingine inavyosema ya ayyuhal ladhina amanu aminu. Wameshaamini, kwa nini waambiwa waamini tena? Au mfano utakuta kuna aya ile inayosema ya ayyuhal ladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun, hasa kwa waumini. Hazirudi kwa watu wote wala hazirudi kwa Waislamu. Yatakana tujiulize, ijapokuwa ni mazungumzo marefu, lakini kwa kujaribu kufupisha, kwa sababu imani yenyewe kwanza ina daraja, lazima tujue. Kabla ya kuingia katika daraja za imani, kwanza kuna daraja za Uislamu, kwa sababu kuna watu waliodai kwa kuwa wao ni waumini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwaambia, musiseme kwa kuwa mumeamini, qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Kwa hiyo hamujapanda daraja ya nyinyi kuitwa nani? Kuitwa waumini. Kwa hiyo imani ina masharti yake. Ni mpaka mtu atoke katika ile daraja inayostahiki ya shahada mbili, kwa kuwa ni Muislamu tu, nimepiga shahada mbili, atoke kwenye daraja ile, aingie katika daraja ya imani ya kwanza. Akishaingia ya kwanza, ndipo pale inakuja khitabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atakamutoke katika daraja ya kwanza muingie ya pili. Ya ayyuhalladhina amanu aminu. Wewe umeshaamini, ni amini nini tena? Kwa hiyo ni kutoka katika daraja ya kwanza uingie daraja ya pili, na hii daraja ya pili ndiyo hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuambia kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hii takwa ni daraja hasa, sio kwamba ni kila mtu, kwa sababu wenyewe wanakuambia ni malaka ambayo inakupa mambo kadhaa. Malaka inakupeleka katika kila sehemu anazozifurahia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Malaka inayokukataza kuonekana katika kila sehemu ambazo hazimridhishi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndipo tukaambiwa as-saumu junnatun minan nar,
Hii jumna ndio ile la'allakum tattaqun, ile wikaya kamila, kinga kamili, kwa maana umeshavaa vazi kamili la kukulinda na moto wa jahannam. Ndipo la'allakum tattaqun, si kwa maana huenda mkamcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni kama lugha za kikwetu kule Lamu au upande wa Uswahilini, mara nyingine mtu atakwambia hata wewe bwana shekhe, kwa sababu kuna mambo yani wewe sura zako tu na maisha yako unayoishi, kuna mambo hustahiki uyafanye. Na ndipo ukirudi katika fiqhi, kuna baadhi ya mambo wanakwambia shuhura, mfano mambo ya shuhura, au mfano mambo ambayo si haramu kabisa wala si mambo ya shuhura. Kula si ni kitu cha wajibu, lazima tule, tusipokula hatutaweza kuishi. Kula barabarani kwa mtu wa kawaida hakuna tatizo, lakini leo tumuone mzee wetu, shekhe wetu uko barabarani na mua wake hula, kila mtu atashanga shekhe namna gani? Kwa nini haramu kula? Lakini hainasibiani na yeye, kwa maana hizi ndo zile tunaziita taubih. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wewe pia ambaye umepanda daraja ya imani hujafikia katika takwa. Kwa maana madamu wewe umekubali kuitwa mu'min, ni lazima ufikie daraja kama hii, hustahiki kulamiwa barabarani bwana. Haya ni mambo ya watu ambao hawajielewi, hawajitambui, au ni wale watu walioambiwa qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Wewe imeshaingia katika imani, imeshaingia katika nyoyo zenu, mumeshapanda daraja. Kwa nini hamufikii daraja as-sawmu junnatun minan nar? Kwa hiyo ni kama taubih, kwa kuwa nyinyi hamustahiki, nyinyi lazima mufike daraja kweli mustahiki kuitwa waumini kamili. Na ndio zile daraja za saumu zilivyokuwa zikitajwa. Kuna zile saumu za awamun nasi, tuwapeleke katika Waislamu ambao kila aliyepiga shahada akifunga si amejiweka na njaa tu, madamu hali hanywi, saumu ya awamun nasi. Lakini kuna zile saumu daraja inapanda, inakuwa ya khawasul khawas, zile unakwenda mpaka unafikia daraja sasa, kwa kuwa kweli wewe ndizo zile al-Imam Ali salamullahi alayhi akisema, kwa kuwa imani kuna daraja 10 alal aqali, madamu tumefikia ya pili kuitwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Basi hii khitabu iwe na sisi alal aqali tumeingia ndani, tusiwe ni wale watu ambao wametoka katika khitabu kama hii, kwa sababu ikiwa itakuwa hatukuingia katika khitabu kama hii ambayo tumeitwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, neema zote nzuri za mwezi mtukufu wa Ramadhani, mazuri yote tulioandaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mpaka kuna baadhi ya ahadithi Mwenyezi Mungu wasema jaza ya huyu mwenye kufunga imanan wa ihtisaban, jaza yake ni mimi, kupata radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndipo pale ukisikia kina al-Imam Ali salamullahi alayhi wakisema, kwa kuwa ya Rabbi, hata ikiwa utaniadhibu nitawajulisha wote wale watu tunaoadhibiwa pamoja, kwa kuwa nakupenda ya Rabbi. Ndio ile radhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ana ujizabihi, malipo yake ni mimi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema. Kwa hiyo la'allakum tattaqun, iwe inshallah ala al-aqali na sisi tuingie katika khitabu kama hii, ziwe saumu zetu ni zile saumu ambazo ni zenye kukubaliwa. Tukitoka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kama huu, iwe tumetoka ni kama tumezaliwa tena upya, iwe inshallah ni watu kweli wale wenye kupigiwa mfano, kwa sababu tunahitaji sana iwe ni watu kama Imam Ali anavyotuambia, tuishi vizuri, tukiwa na watu tutajwe vizuri, tukiondoka tuombewe dua ala al-aqali. Kwa hiyo ndiyo maisha ambayo tunastahiki tuishi, na huu mwezi wa Ramadhani umetupa fursa chungu mzima, mambo mazuri chungu mzima, milango yote mizuri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametufungulia. Kwa hiyo tusitoke kabla ya kutoka na haya mazuri aliyotuandalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, iwe kweli sisi tumeingia katika daraja ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.